natamani tukaongee kuhusu hiki kitabu, tukaongee kuhusu shauku ya kukua kiroho. Nikupe angalau overview, nikupe picha, na ile ndio litakuwa ndo neno la Bwana kwa ajili yetu kwa siku hii ya leo. Kwa ajili ya siku hii ya leo, uniruhusu nianze kwa kusema kwamba baada ya Mkristo kuokoka, baada ya kumpa Yesu Kristo maisha yako, baada ya kumpa Yesu Kristo maisha yako, kitu cha maana zaidi unachoweza kufanya hapa duniani ni kukua kiroho. Ni kukua kiroho. Baada ya kuokoka ndio kitu cha kwanza zaidi cha maana. Lakini ukishaokoka, ukiishia kuokoka peke yake, utaenda mbinguni Yesu akirudi, lakini kiwango chako, ubora wa uzoefu wako wa hapa duniani, ubora wa uzoefu wako wa hapa duniani unategemea na kiwango chako cha ukuaji kama Mkristo. Your Christian experience. Unajua kuna kuishi alafu kuna maisha bora, si ndio? Sasa ukitaka uwe Mkristo tu ambaye anaishi, Mkristo muomba Mungu, wanasema muomba Mungu hachoki, si ndio? Kwa kila siku unamuomba Mungu tu ifike jioni. Kila siku ni bora jana. Ukitaka Mkristo ambaye siku yake bora zaidi ilikuwa jana, uwe Mkristo ambaye hakui. Lakini ukitaka uwe Mkristo ambaye utaishi maisha hapa duniani yenye ubora, yenye quality, inabidi uwe ni Mkristo ambaye anakuwa. Inabidi uwe ni Mkristo ambaye anakuwa. Sasa kila mtu anaweza akatarajia, kila Mkristo anaweza akatarajia kwamba kesho yake itakuwa bora kuliko leo. Kwa sababu matarajio ni bure, si ndio? Umeshawahi kuchajiwa na mtu kwa sababu unataka kutarajia kitu? Kutarajia kila mtu anaweza akatarajia. Lakini unaweza ukawa na matarajio ambayo sio halisi. Umeshawahi kusikia kitu kinaitwa unrealistic expectations. Yaani una matarajio makubwa kuliko uwekezaji uliofanya wala kuliko uhalisia ulionao. Sasa ukitaka uwe na matarajio ambayo ni halisi, inabidi uwe ni Mkristo ambaye anakuwa. Mkristo ambaye kesho yake itakuwa bora. Mchungaji alikuwa anaongea hapa kuhusu miaka 5, miaka 10 ijayo. Mkristo ambaye ukija miaka 5 ijayo utamkuta ni bora kuliko alivyo leo, ni Mkristo ambaye anakuwa. Ni Mkristo, sio Mkristo ambaye anakuja kanisani. Kuja kanisani ni mojawapo wa vitu vitakavyokufanya ukue kiroho. Lakini kuja kanisani peke yake haitoshi. Mkristo ambaye miaka 5, 10 ijayo atakuwa amepiga hatua, ukija utakuta maisha yake ni bora kuliko yalivyo leo, ni Mkristo ambaye atawekeza kwenye ukuaji wake wa kiroho. Atawekeza kwenye ukuaji wake wa kiroho. Fursa huwa haziendi kwa watu wanaozihitaji. Fursa huwa haziendi kwa watu wanaozihitaji. Fursa huwa zinavutwa na watu wanaokuwa. Unajua hata sasa hivi kwenye taaluma yako ulionayo kuna fursa nyingi tu. Lakini utashangaa hizo fursa zinaenda kwa watu wa aina gani? Unafikiri kwa nini Biblia inasema mwenye nacho ataongezewa? Hujaiwe kuwa huna kazi afu kuna mtu anapewa kazi anazikataa kwa sababu yuko busy sana, na mnafanya kitu hicho hicho. Kaangalie kwa mfano labda watu kama hawa service providers, watu kuna mtu tulitaka atupe taa kutoka Arusha, akatuambia leo ana tukio kubwa zaidi ambalo ilibidi setup yake ianze kama jana au lini, kwa hawezi kuleta. Lakini ukienda utakuta kuna watu kama yeye ambao wanataa lakini hawana kazi. Kwa kinachofanya fursa ziende kwa mtu sio kwa sababu anazihitaji. Yaani nikirudi kwenye hali ya kawaida, hela hazitakuja kwako kwa sababu una shida ya hela. Usio kaamka asubuhi ukasema ni natamani tu nipate hela kwa sababu ninazihitaji kweli. Hela zitakuja kwa sababu kiwango chako cha ukuaji kimezivuta. Hiyo sasa inaenda kwenye fursa, kwenye kila kitu. Kuna milango ambayo itafunguka ukiifikia. Kwa mfano ukienda benki, kwenye automatic doors zile, ukifika hiyo milango ya benki itafunguka. Lakini kwenye maisha huku, kwenye uhalisia, milango huwa haifunguki ukiifikia. Milango huwa inafunguka ukikua. Yaani kuna vitu una struggle, una push ya viendi kwa sababu tu ya kiwango cha ukuaji ulichonacho. Kwa ukiongezeka kwenye ukuaji wako, kuna milango wala hutaomba, itafunguka yenyewe. Unafikiri kwa nini kwenye maandiko, nafikiri niliwaambia mara ya mwisho nilivyokuja,
Paulo hakuwahi kuwaombea Waefeso wapate magari. Magari kipindi chao zilikuwa ni farasi labda na punda. Kwa sababu angewaambia wamuombe Mungu, Bwana Mungu wa baba yetu Yesu Kristo awape farasi na punda. Sasa hivi sisi hilo andiko lingetusaidiaje sasa wakati sasa hizi hatutumii farasi na punda? Hilo andiko lisingetufaa. Lakini Mtume Paulo anawaambia wamuombe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape roho ya hekima na ufunuo. Kwenye maombi yote ukisoma Agano Jipya, kwenye maombi kwenye zile nyaraka za mitume, hakuna maombi ya vitu. Yaani kuna vitu ukivipatia vitu vitakuja tu. Ukishakuwa na roho ya hekima na ufunuo, vitu vingine vitakuja. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa na ukikua vitu vitalazimika. Vitu vitalazimika kuja. Nilikuwa nawaambia jana kwamba hata kwenye taaluma kuna kitu kinaitwa 5% principle. Kanuni ya 5%. Wanasema kwenye taaluma yoyote watu ambao watakuja kuwa wamefanikiwa miaka 5-10 ijayo. Yaani watu umesoma nao darasa moja. Lakini miaka 5-10 ijayo kitakachowatofautisha ni kwamba kwenye kila taaluma kuna watu ambao ni 5% ya hiyo taaluma. Kwa kama ni madaktari kwa mfano au ni walimu, kuna walimu ambao wamejiendeleza hadi wamefikia kiwango cha kuingia kwenye 5% ya nchi. Hii nchi ina madaktari wengi, lakini kuna madaktari ambao wamejishapen hadi wamefikia level ya 5%. Hutaambiwa na mtu kwamba hawa ndio 5% ya madaktari wa hii nchi, lakini utaiona hiyo 5%, utaiona kwenye maisha yao na kwenye aina ya fursa watakazokuwa wanazipata. 5% principle. Kwa kesho yako, kitakachotokea kwenye kesho yako, inatarajia sana leo unafanya nini. Kama kuna zawadi bora zaidi unaweza kuipa kesho yako, ni kuitumia leo kukua. Kuitumia leo kufanya uwekezaji kwenye ukuaji wako. Kufanya uwekezaji kwenye ukuaji wako. Sasa huo ni ukuaji kwa ujumla wake. Lakini leo mimi nataka niongee zaidi kuhusu ukuaji wa kiroho. Kuhusu ukuaji wa kiroho. Kwa sababu wewe kama mwana wa Mungu usipokuwa kiroho, hata kwenye maeneo mengine pia utastruggle. Kwenye maeneo mengine pia utastruggle. Yohana 3:1 mstari wa 2. Yohana 3:1 mstari wa 2. Biblia inasema, huyu ni Yohana anamwambia mzee Gayo, anamwambia mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa. Hebu sema kama vile roho yako ifanikiwa. Anaanza kwa kuongea naye kuhusu kufanikiwa kwenye mambo mengine yote ya maisha. Kwenye uchumi, kwenye malezi ya watoto, kwenye kila kitu ambacho alikuwa anakifanya. Lakini anamwambia hicho kitatokea, na hadi kwenye afya yake. Anamwambia hayo yote yatatokea, lakini yatategemea kitu kimoja. Yatategemea mafanikio yako ya kiroho. Yatategemea mafanikio yako ya kiroho. Kwa hiyo mafanikio ya kiroho ni kama button moja ambayo ukiwa nayo ni kama funguo zile zinaitwa master key. Ukiwa nayo utafungua milango mingine yote ya maisha yako. Kutokea kwenye kukua kwako kiroho ndiko ambako utafungua milango yako ya kiuchumi, utafungua milango yako ya mafanikio kwenye kila eneo la maisha yako. Asilimia kubwa ya vitu ambavyo nimevifanya mimi kwenye maisha yangu binafsi ni vitu ambavyo kwenye mambo yote tu, hata kwenye taaluma, ni vitu ambavyo ideas nilizipata wakati niko kwenye muda wangu binafsi na Mungu. Anaweza nikaa niko kwenye maombi yangu binafsi, nimemaliza na tafakari, napanga maisha yangu, Mungu anaongea na mimi kuhusu labda law firm yangu ambayo ninaiendesha. Nifanyeje? Kuna vitu gani niviongeze niweze kuwa huru zaidi? Yaani kazi ziweze kwenda, tukitaka hela ya fire conference tupate, alafu mimi niweze kuhubiri injili wiki nzima sipo ofisini. Ideas zinakuja. Sasa kilichofanya hiyo sauti ya Mungu ije ni roho yangu. Ni ukuaji wangu wa kiroho. Kwa kutokana na kukua kwangu kiroho, kutokea rohoni kwangu kuna kitu kinaitwa spillover effect. Yaani kile kinachotokea kwenye roho yangu kinamiminika, ni kama kikombe kinajaa, alafu kinaanza kukumiminikia kwenye maeneo mengine ya maisha yangu. Nikitoka kwenye muda wangu na Mungu, nikifika kwa watoto wangu ninakuwa na kitu cha maana cha kuambia. Ninakuwa na neno fulani na ufunuo fulani wa level yao ambao wanaweza wakauelewa na ukawasaidia. Nikifika kwa mke wangu ninakuwa baba, nakuwa mume mzuri zaidi kwa sababu nimetoka kukaa na Mungu
Kwa mafanikio yangu ya kiroho yana effect kwenye kila eneo la maisha yangu. Unajua sisi ni roho, mwanadamu ni roho. Ni roho yenye nafsi inayoishi kwenye mwili. Kwa ukihangaika na mwili na nafsi, alafu roho yako ukaiacha, bado utakuwa hujaanza kushughulika na wewe. Utakuwa hujaenda kwenye mzizi. Na ukifika kwenye roho yako ikafanikiwa, hiyo athari ya roho yako kufanikiwa utaiona kwenye kila eneo la maisha yako. Hapo ndiko ambako umuhimu wa ukuaji wa kiroho unakuja. Umuhimu wa ukuaji. Moja ya vitu ambavyo huwa vinaniambia, ukisoma kitabu utakuta hiyo nimesema, kuna chapter nzima nimeongea kuhusu hiyo. Moja wapo ya vitu ambavyo huwa vinaniambia mimi kwamba ni muda wa kwenda kwenye kambi langu binafsi la maombi. Ni muda wa kwenda kwenye mfungo wa muda mrefu. Ni nikianza kuona kwamba ninaanza kukosa ubunifu, naanza kukosa nguvu ya kupush mambo. Yaani naamka asubuhi naenda kazini lakini sijisikii kama ni mimi mwenyewe. Nikianza kuona kwamba naomba lakini si flow. Yaani labda kawaida naomba masaa 2-3, sasa hizi naomba saa 1, alafu la pili labda najilazimisha sana. Naanza kustruggle kwenye mambo ya kiroho. Kusoma Biblia naona kama imeanza kuwa ngumu. Huwa inaniambia kwamba roho yangu inahitaji kuwa charged, inahitaji charge imeisha. Charge imeisha, inabidi nikaiboost. Kwa ikichajiwa nikaja iko 100%, huku kwingine vitu vyote vitaenda. Yaani nikiamka hapo nikaenda kazini, huko kazini nitafanya kazi kwa ufanisi. Kwa nini? Kwa sababu roho yangu iko full na energy ina flow. Nguvu inamiminika kutokea rohoni. Kwa huwezi kuwa na roho dhaifu halafu uwe na mwili wenye nguvu. Huwezi kuwa na roho dhaifu halafu uwe na akili yenye ubunifu. Kwa sababu maisha yana flow kutokea rohoni. Kwa ukuaji wa kiroho ni muhimu kwa sababu hilo ni kitu pekee ambacho kikitokea kitakuwa na athari kwenye maeneo yote ya maisha yako. Kitu cha muhimu sana unachotakiwa pia kujua kuhusu ukuaji wa kiroho ni ukweli kwamba ukuaji wa kiroho hautatokea tu wenyewe kwenye maisha yako. Growth is not automatic. Huwezi tu kuamka asubuhi ujikute umekuwa kiroho. Ni lazima uwekeze. Kuna uwekezaji. Ukuaji ni uwekezaji. Kama tu mtoto anavyozaliwa. Mtoto wetu mmoja wapo alivyozaliwa alikaa hospitali kwa muda kidogo, kwa siku kadhaa, na baada ya pale ndani ya miezi michache tulitumia gharama kubwa sana kwake. Siku moja nikaa namwambia mke wangu, unaweza ukapata picha mtoto mdogo kiasi hiki ameshatumia gharama kiasi gani? Lakini hiyo yote ni uwekezaji kwenye ukuaji wake. Sasa kama mtoto hazaliwi afu tukamwacha tu hapo, tukarudi baada ya wiki hatujampa maziwa afu tukute amekua, hata wewe pia kiroho ni hivyo hivyo. Ukuaji wa kiroho sio mchezo wa watazamaji. Huwezi tu kukaa pembeni ukao unauangalia ukuaji wako wa kiroho hivi kwa pembeni ufanye chochote afu utarajie kuna kitu kitatokea. Ni lazima uingize mikono yako kazini wewe mwenyewe. Uamke asubuhi, uwe na mkakati wa ukuaji wako wa kiroho, uwe na uwekezaji. Ufanye uwekezaji kwenye ukuaji wako wa kiroho. Niliwaambia mimi nimekulia kanisani. Lakini naweza nikakuambia ni lini nilianza kukua kwa kasi kiroho. Ni pale ambapo nilianza kuweka nguvu kubwa kwenye neno la Mungu. Nilivyoanza kusoma Biblia kama vile nina mtihani, kama vile najiandaa na NECTA. Nasoma Biblia kuanzia mwanzo hadi mwisho, inaisha naanza tena mwanzo hadi mwisho, na inaisha naenda kununua Biblia mpya, na kuja naisoma na ichora, inaisha na natafuta nyingine tena ambayo haijachorwa ili ile iliyochorwa isinichanganye. Unajua ukifungua peji hivi ya Biblia ukakuta kuna sehemu umezichora, akili yako inakwambia ile mistari uliyoichora ndio ya muhimu, si ndio? Kwa utajikuta unarudi hapo hapo. Lakini ukichukua mpya manake yote iko sawa. Kwa sababu inawezekana mwaka jana mstari ambao Mungu aliuvuvia ukasema na mimi sio huo wa mwaka huu. Na neno la Mungu ni jipya kila siku. Kwa hiyo nilivyoanza kufanya hivyo nikaanza kununua vitabu. Nilikuwa kule Dar es Salaam kipindi niko chuo, naenda posta kule kwenye bookshop na nunua mavitabu. Na rafiki yangu ambaye aliwahi kuwa ametumia bomu lake lote kununua vitabu afu akarudi chuo hana hela ya kula. Lakini sasa hivi ni askofu. Ana makanisa si 10 na ngapi. Biblia inasema bora hekima basi jipatie hekima, si ndio?
Naam, kwa mapato yako yote jipatie nini? Ufahamu. Jipatie ufahamu. Kwa hiyo ukuaji wa kiroho sio mchezo wa watazamaji. Ukuaji wa kiroho ni uwekezaji. Ukuaji wa kiroho ni uwekezaji. Waebrania 5:12 inasemaje? Waebrania 5:12 hadi 14 inasema, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu, kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Sasa Waebrania walikuwa ni Wakristo waliokaa kanisani kwa miaka 30. Wakati barua hii inaandikwa ilikuwa ni mwaka wa 60 baada ya Yesu. Na kanisa la Waebrania, asilimia kubwa ya Waebrania walioanzisha haya makanisa waliokoka ile siku wakati Petro anahubiri, wakati Roho Mtakatifu ameshuka. Kwa hiyo ulikuwa ni kama mwaka wa 33 baada ya Kristo. Kwa kutokea pale wakarudi walikuwa wameenda Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu. Walipofika kule wakakutana na Yesu, Petro akiwa anahubiri, wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa wakarudi walikokuwa wanatoka, kwa sababu walikuwa wamekuja kama Wachaga tu wanavyokujaga Moshi. Baada ya hapo wanarudi kwenye biashara zao huko mikoani na nchi jirani. Kama Wachaga wao wanakuja Moshi, nyie Disemba wao mnaenda sawa. Kwa wakarudi huko walikokuwa, walivyoenda huko ndio wakaanzisha makanisa, ikiwepo sasa na ndo Paulo anawaandikia barua sasa. Kwa walikuwa wamekaa kanisani miaka 30. Na ukisoma kabla ya huu mstari hapa wa 12, kilichomkumbusha Paulo awaambie hii ni kwa sababu alikuwa anawaelezea mambo deep, mambo ya ndani ya kiroho. Alikuwa anawaonyesha uhusiano kati ya Yesu Kristo na Melkizedeki, yule mfalme wa Salemu. Lakini ni kama alivyoandika herufi 2-3 akaona hapa kama namaliza miti tu, na natumia tu karatasi bila sababu, kwa sababu hao watu hawawezi kuelewa hii. Kwa akawaambia, sasa hizi kwa miaka 30 mliokaa kanisani mtakiwa hivi vitu ninavyowaambia ninyi ndio muwe mnafundisha watu wengine. Lakini kwa nini mimi bado nawafundisha mwaka wa 30? Kwa nini bado nawafundisha basics, mafundisho ya msingi? Darasa lile la waongofu wapya. Fikiria umekaa kanisani miaka 30. Najua hapa saa hizi nikiwaambia pastor akisema muende darasa la waongofu wapya hapa mtakataa. Lakini unajua kinachotakiwa kiamue kama uende darasa la waongofu wapya au usiende ni nini? Sio wewe kusema ndio hapana. Sio umri uliokaa kanisani. Ni mambo unayoyafanya kama Mkristo. Je, mambo unayoyafanya sio ya mwongofu mpya? Kama unafanya mambo ya mwongofu mpya unatakiwa uende darasa la waongofu wapya. Simple, hesabu rahisi, si ndio? Kwa hiyo Paulo anaona inabidi aongee vitu vya waongofu wapya na watu ambao wamekaa kanisani miaka 30. Kwa nini? Kwa sababu hatukui kiroho kwa kukaa kanisani peke yake. Yaani hata unapokuja kanisani ni moja ya sehemu ambazo zitakusaidia kukua, lakini na kwenyewe inategemea ukija huwa unafanya nini. Yaani kanisani ukija umekaa tu, yani umekaa tu uandiki popote, unasikiliza, unasinzia, utakuja kanisani mwaka mzima, lakini assessment ikifanyika mwisho wa mwaka, tofauti yako na mtu ambaye amekuja labda Jumapili 2, unawezekana ulichokipata ni cha Jumapili 2 tu. Ukikusanya hapo ulipata 2%, hapo ukapata 3, hapo ukapata 4. Kwa hiyo ukiungaunga, hata darasa linalofuata ingekuwa ni shule ya msingi usingeenda, kwa sababu hutafikisha wastani. Kwa hatukui kiroho kwa kuwepo tu. Kuwepo peke yake haitoshi. Kuwepo peke yake haitoshi. Lazima uwe udhamirie. Kwenye kitabu nimeongea kuhusu tofauti kati ya Martha na Mariamu. Hivi ile siku wakati Yesu anaongea pale nyumbani kwa Martha na Mariamu, unafikiri Martha hakuwepo? Martha alikuwepo, lakini alikuwa anaelewa Yesu anachosema. Alikuwa anapita tu, anaenda huko anarudi, anaenda anarudi, kama ambavyo tu unaweza kukaa unakuja kanisani akili yako inaingia inatoka, inaingia inatoka. Lakini Mariamu alikaa chini akamsikiliza Yesu. Alikaa chini akamsikiliza Yesu. Na tofauti ilikuja kuonekana wapi? Tofauti ilikuja kuonekana wakati Yesu anataka kumfufua Lazaro. Mkristo ambaye hakui atakuja kukuangusha siku ambayo unamtegemea sasa. Huku mbele nitakupa dalili za mtu asiyekuwa na za mtu anayekuwa. Ilipofika siku Yesu anataka kufanya muujiza unaohitaji imani. Mtu amekufa, Lazaro amekufa siku 4. Kwenye tamaduni za Kiyahudi walikuwa wanaamini kwamba mtu akifa
ndani ya siku 3 anaweza akafufuka. Yaani walikuwa wanajua ndani ya siku 3 huyu mtu aliyekufa roho yake inakuwa bado haijafika huko inakoenda. Kwa hiyo inakuepo pale mtaani, labda kuna watu walikuwa wanawadai pale hawajamalizana vizuri. Kwa anaenda amekufa, lakini anaenda pale anaambia ni wewe una bahati, wewe nimekufa. Anapita anaangalia mazingira mara ya mwisho, afu ikifika siku ya 3 ndo kama sasa inakoenda, kama ni mbinguni au ni jehanamu, ndo inakuwa imeenda sasa. Kwa siku ya 4 ndio maana Martha anamwambia Yesu amekufa siku 4 sasa. Siku ya 4 kwa Myahudi wa kawaida asiyemjua Yesu, asiyekuwa na imani, hata kama Yesu anamjua kwa jina lakini hana ufunuo wa Yesu Kristo, asingeweza kuamini kwamba Yesu anaweza akafufua mtu aliyekufa siku 4. Kwa sababu kwanza ni kitu ambacho hakijawahi kutokea. Watu kufufuliwa, watu walikuwa wanafufuliwa, kina Elisha, kina Elia walifufua wafu. Lakini mtu aliyekufa siku 4. Na ndio maana Yesu alifanya makusudi, kwa sababu alikuwa anataka waonyeshe kwamba mimi sio mmoja wapo wa mitume wa zamani. Sio mmoja wapo wa manabii wa zamani. Mimi ni Mungu aliyevaa mwili. Kwa Yesu anamwambia Martha anamwambia, Bwana ungekuwa hapa ndugu yangu hangalikufa. Yesu anamwambia sawa, yani nikisummarize anamwambia ndio sikuwepo, lakini sasa nimekuja. Kwa tuanzie hapa sasa. Mimi ndio huo ufufuo na uzima. Lakini akapewa risala ndefu pale ukisoma. Yesu akajaribu kuijenga imani yake, kujaribu kumuelewesha. Lakini bado wamefika kaburini, Yesu alivyosema liondoeni jiwe, bado Martha akamwambia, Bwana ananuka sasa siku 4, usiukaondoa jiwe hapa ukatuletea balaa hapa. Alikuwa anajaribu kumlinda Yesu. Kama Yesu, mimi mwenyewe sitaki wewe mwenyewe uaibike hapa ujue. Huyo mtu ukimuita asipokuja hapo, uone kwamba itakuwa ni aibu? Kwa nini tusimwache tu mtu ashaoza? Lakini Mariamu ulimuona hapo kwenye hao mazungumzo, umemwona? Mariamu na yeye alivyoenda kwa Yesu mara ya kwanza, na yeye alimwambia Yesu ungekuwa hapa. Kwanza alipofika cha kwanza aliabudu. Biblia inasema alipofika cha kwanza alianguka kwenye miguu ya Yesu, alianza na ibada. Lakini Martha alianza na malalamiko yake moja kwa moja. Mariamu aliabudu kwanza. Kuna mahali alikuwa anapajua. Pale kwenye miguu ya Yesu alikokuwa anakaaga kusikiliza pale, ni mahali pa ibada alipokuwa anapajua. Ni kama Mkristo tu ambaye akiwa anapitia nyakati ngumu. Kama Mkristo ambaye amekuwa ni mtu anayemjua Mungu, akiwa anapitia nyakati ngumu anajua mahali pa kukimbilia. Anajua anakimbilia kwa Mungu. Kwa hata kipindi cha msiba, kipindi cha nyakati ngumu, kuna mahali ambako Mariamu alikuwa anapajua. Alikuwa amezoea kukaa. Unajua hata kwenye miguu ya Yesu inabidi wewe umepazoea. Yaani kwenye kiti cha rehema cha Bwana inabidi wewe umezoea kwenda kule. Sio barabara yako ya kwenda kwenye ulimwengu wa roho kwa Mungu imeota majani na msitu. Alafu unategemea siku ukiwa na shida utaweza kukimbia uende. Kwa Mariamu alikuwa amepazoea miguuni pa Yesu. Na yeye akaja na swali lile akamwambia, Bwana ungekuwa hapa ndugu yangu hangalikufa. Yesu alimjibu mara moja na hakuuliza hilo swali tena. Kwa hiyo Mkristo anayekuwa ni Mkristo ambaye ana muda. Mariamu alikuwa amekuwa kwa sababu alikuwa ana muda na Yesu. Kile kipindi kile alichokuwa anakaa kwenye miguu ya Yesu kile kumsikiliza, hicho ndio kipindi ambacho kilimjengea muscles ambazo zilikuja kumsaidia baadaye. Kwa ni mpango wa Mungu kwamba wewe kwa kadri siku zinavyoendelea kwenda, na wewe uendelee kupiga hatua kwenye ukuaji wako wa kiroho. Kiwango cha ufahamu ulichonacho leo, kiwango cha ufunuo wa neno ulichonacho, tukija kuonana tena mwisho wa mwaka, wewe umepiga hatua. Kwa kuna ufunuo mwingine zaidi ambao Bwana amekupa. Kwa kuna ufunuo mwingine wa juu zaidi ambao Bwana amekupa. Moja ya mistari ambayo iko moyoni mwangu sasa hivi kwenye msimu huu ni Yesu alivyowaambia wale watu baada ya kuwa amemponya yule mtu aliyeshushwa na machela yule, alafu akamsamehe na dhambi. Biblia inasema wale watu wakaondoka wakasema, leo tumeona mambo ya ajabu. Huo ni moja kati ya ufunuo ambao Bwana ameniongezea mimi hivi karibuni. Na wewe pia unatakiwa kadri siku zinavyoendelea kwenda, uwe unakuwa kwenye kiwango chako cha ufunuo wa kumjua Yesu Kristo. Paulo anawaambia Waefeso kwenye Waefeso 6 mstari wa 10,
anawaambia hatimaye mzidi. Hapa alikuwa anamalizia kitabu cha Waefeso, kina sura 6, na hapa yuko mwishoni, anakaribia mwisho wa sura ya 6. Anawaambia hatimaye mzidi. Hebu sema mzidi. Mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Yaani kwa kadri siku zinavyoenda, wewe kama Mkristo, nikitembea tembea na kuchanganya kamera, tuko sawa? Unaweza kunifuata? Kwa kadri siku zinavyoenda, kama Mkristo unatakiwa unazidi kuwa hodari. Kiwango chako cha ufahamu kiwe kinazidi. Kiwango chako cha upako na mafuta ya Bwana yanayofanya kazi kwenye maisha yako kinatakiwa kiwe kinazidi. Kiwango chako cha ujasiri kiwe kinazidi. Mkristo anapaswa siku zote awe anazidi kuwa hodari. Awe anazidi kuwa hodari. Biblia inasema wale wamjuao Mungu wao watakuwa nini? Hodari, na watatenda mambo makuu. Kwa ili uweze kufanya kile ambacho Mungu anataka ufanye, inabidi uzidi. Uwe unaendelea kuwa hodari kadri siku zinavyoendelea kwenda. Biblia inasema kuhusu Yesu kwenye Luka 2:52, naye Yesu akakuwa katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Yesu akakuwa katika hekima na kimo. Usikubali kuongezeka miaka afu kiwango chako cha ufahamu wa Mungu kimebaki pale pale. Yesu aliongezeka hekima kwa kadri alivyokuwa anaongezeka umri. Ufahamu wake ulikuwa unazidi katika wanadamu wake. Ufahamu wake ulikuwa unaongezeka kulingana na umri wake pia ulivyokuwa unaongezeka. Kwa hiyo lazima kuwe kuna uwiano. Kuwe kuna uwiano kati ya umri wako wa kuwa Mkristo na kiwango chako cha ufahamu ulichonacho. Bila hivyo tutakuwa kama Waebrania. Tutakuwa kama Waebrania ambao wamekaa kanisani zaidi ya umri wa watu alafu bado wako chini. Sasa kwa haraka nikupe viashiria vya Mkristo asiyekuwa kiroho. Utajuaje kwamba wewe hukui kiroho? Utajuaje kwamba wewe hukui kiroho? Kiashiria cha kwanza, Mkristo asiyekuwa ni mwepesi sana wa kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Ni mwepesi sana. Unajua kuna elimu nyingi. Mojawapo kati ya sifa za siku za mwisho ni uwepo wa roho zidanganyazo. Hebu sema roho zidanganyazo. Mafundisho potofu ni mengi sana sasa hivi. Yaani sasa hivi ningekwambia uwashe Instagram yako hapo, au Facebook, au YouTube, au uwashe TV yako, utakutana na mafundisho potofu ya kutosha. Na unajua shida ni nini? Shida ni kwamba kuna watu wakati wakiwa wanahubiri mafundisho sahihi walikuwa hawaandiki vitabu. Lakini walivyoanza kupotoka wakaanza kufundisha mafundisho potofu ndio wakaanza kuandika. Kwa usipokuwa makini, usipokuwa Mkristo anayekuwa Mkristo mwenye ufahamu wa kimungu kwenye hii dunia ya siku za mwisho tunayoishi, utajikuta unachukuliwa na upepo wa kila aina. Na upepo wa kila aina wa mafundisho potofu. Utakuwa unachukuliwa na upepo wa kila aina wa mafundisho potofu. Biblia inasema kwenye Waefeso 4:14. Efeso 4:14 Mtume Paulo anawaambia Waefeso wale pale juu ambao tumewasoma, anawaambia ili tusiwe tena watoto wachanga. Kumbuka hapa anaongea na watu wazima. Lakini anawaambia ili tusiwe, ni kama vile ni maamuzi unaoyafanya kwamba kuanzia leo mimi sitaki kuwa mtoto mchanga kiroho. Siku moja labda umuombe Mungu akufunulie ujue kwamba wewe kiroho uko level gani, kiumri. Paulo anawaambia Waefeso, hebu tufanye maamuzi. Anajiingiza na yeye hapo ili wasijisikie vibaya. Anawaambia ili tusiwe, mimi na ninyi, tusiwe tena watoto wachanga. Watoto wachanga huwa wanafanywaje? Watoto wachanga kiroho huwa wanafanywaje? Unafikiri kwa nini tunawalinda watoto? Kwa nini siwezi kumruhusu mtu nisemfahamu aongee na mwanangu? Kwa nini hata kwenye TV wanaweka age limit kwenye baadhi ya maudhui? Kwa sababu watoto, mojawapo ya sifa ya watoto ni kwamba ni rahisi kuwadanganya. Ni rahisi kuwarubuni. Watoto wanamwamini kila mtu. Mtoto akija hapa cha kwanza atakuona wewe kama anko. Atakuona kama aunti.
Kwa atakuamini, atakuona kama ni baba, kama ni mama. Kwa chochote utakachomwambia atakiamini. Kwa ni rahisi pia kudanganywa. Paulo anasema kama tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Watoto wachanga mojawapo ya sifa yao ni kwamba wanadanganywa kiurahisi. Wanatupwa huku na huku, wanachukuliwa na upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, na ni warahisi kuzifuata njia za udanganyifu. Na rafiki yangu kule Dar es Salaam, rafiki zangu alienda kwenye ilikuwa ni tukio fulani liliandaliwa mahali, na walipofika kule wakaambiwa, huyo mtu aliyeandaa akawaambia pamoja na mambo mengine mengi aliyowaambia, lakini kitu ambacho labda walikipenda sana, waliona ni ufunuo mpya sana wamepata. Kwa wamegundua kwenye Kiingereza kuna kitu kinaitwa reinventing the wheel. Kama vile wamegundua tairi ambayo sio ya duara, wameleta tairi mpya ya pembe tatu. Waliambiwa kwamba Yesu hakuwa Mungu alivyokuwa hapa duniani. Alikuwa mwanadamu tu kama mimi, kama wewe na mimi. Na kwamba tukisema Yesu alikuwa Mungu hapa duniani, tunaishusha ile dhabihu, ile dhabihu yake aliyoitoa pale msalabani. Wakaja wakiwa wamefurahi sana, wamepata ufunuo mpya. Kwa wakati sasa tunapiga story, rafiki zangu huwa tunataniana, tunapiga story, tunacheka. Cha kwanza nikawauliza, hivi huyu mtu alitumia muda gani kusema hiki kitu ambacho nyewe mmekipenda sana? Akasema bado kama nusu saa hivi. Kwa nikamwambia nusu saa tu imetosha mtu kuwatoa kwenye imani. Mmekaa kanisani miaka mingapi? Mtu umekaa kanisani miaka 20 na mtu anahitaji dakika 30 tu kukuhamisha, kukutoa kwenye Ukristo. Kwa sababu mtu akishakwambia Yesu hakuwa Mungu, huyo mtu ameshakufanya umekuwa mtu mwingine. Huwezi kuwa Mkristo. Kristo anakaaje hapo mbele ya hiyo sentence? Lakini dakika 30 tu. Yaani tuna Wakristo, Pastor Tito, Mkristo mwepesi kiasi kwamba ukimpuliza tu anaanguka. Tu anabebwa, kirahisi anabebwa. Una Mkristo yuko kanisani haamini kuwa Biblia ni neno la Mungu. Nilikuwa kwenye chuo cha Herbert Kairuki kule Dar es Salaam wiki ile inayoisha. Alafu nilikuwa ninaongea kuhusu Biblia ilivyo neno la Mungu na jinsi ambavyo unaweza ukaitetea imani. Alafu mtu mmoja akaona video zangu, watu wawili huko mtandaoni, wakaniandikia maswali mengi sana. Alafu nilivyoyasoma yale maswali, nikaona haya maswali mbona nitakiwa niwe naulizwa na mtoto wa darasa la 3 la 4, lakini naulizwa na watu ambao ni graduates, wamemaliza chuo na wamekaa kanisani miaka ya kutosha. Sasa nikasema wewe umeokoka kweli afu hata huamini kwamba Biblia ni neno la Mungu? Unajua kuna maswali ya mtu anayeamini, anataka kuelewa zaidi. Lakini kuna maswali ya mtu ambaye yuko kanisani afu hajaamini bado. Kwa hiyo usipokuwa na mizizi, yani clip hizi zinazosambaa ya dakika 1.5 inaweza ikakutoa kanisani. Kwa sababu huna mizizi, hujui neno. Kwa wale rafiki zangu nikawaambia okay, basi tuashumu kwamba Yesu alivyokuwa hapa duniani alikuwa mwanadamu. Simesema alikuwa mwanadamu kama wewe na mimi, hakuwa Mungu. Alikuwa tu mwanadamu aliyejaa Roho Mtakatifu. Nikamwambia wewe mwanadamu sasa wa kawaida kama Yesu, ni lini mara ya mwisho ulimsamehe mtu dhambi? Yaani ulikuwa tu unapita huko nje ukaona mtu amekosea ukamwambia bwana wewe umesamehewa dhambi zako. Mimi ni mwanadamu tu kama Yesu, nimekusamehe. Jana niliwaambia anayesamehe ni nani? Ni aliyekosewa. Hata kwenye maisha ya kawaida, mbona akili ya kawaida tu hiyo wala hahitaji uende shule? Mfano mtoto nyumbani ulikuwa umeweka mboga mama ya jioni, mtoto ametoka shule, kaka labda, sisi watoto wa kiume ndio huwa tuna mambo mengi, amekuja amekula mboga yote. Alafu mdogo wake wa kike wa miaka 5 anamwambia kaka, nimekusamehe hii hapa, usijali wewe, enjoy. Unafikiri kaka yake atamwamini kwanza? Hawezi kumwamini kwa sababu hajamkosea. Sio yeye aliyemkosea. Hiyo kauli inatakiwa itoke kwa mama. Mama akisema nimekusamehe mwanangu, ulikuwa tuna njaa, tutatafuta hela nyingine tukanunue samaki mwingine, hapo ataona hapa mimi kweli nimesamehewa. Sasa Yesu yule mtu ameletwa, yule ambaye walitoboa juu ya paa, aliletwa na wenzake 4 wale,
anashushwa pale mbele yake. Kuponya Yesu alikuwa anaponya, hata manabii walikuwa wanaponya. Yesu sio wa kwanza kuponya. Lakini kuonyesha kwamba Yesu hakuwa mwanadamu, hakuwa nabii tu mzuri. Yesu anamwambia yule mtu hata kabla hajamponya, anamwambia umesamehewa dhambi zako. Mafarisayo sasa wanaoamini kwamba hao ndio Mafarisayo je wa siku za leo, wanaoamini kwamba Yesu alikuwa mwanadamu tu wa kawaida. Yaani wale jamaa zangu walikuwa wamekutana na Farisayo mweusi. Walikuwa wamekutana na Farisayo mweusi. Wakasemaje? Wakasema nani huyo anayekufuru? Hao ni watu wanaomjua Mungu, hawamwamini lakini wanajua impact ya kile Yesu alichosema. Huwezi kusamehe dhambi kama wewe sio Mungu, kwa sababu sio wewe uliokosewa. Lakini Yesu anasema nimefanya hayo ili mjue kwamba mwana wa Adamu ana mamlaka duniani hata ya kusamehe dhambi. Huyo ndio Yesu Kristo tunayemwamini. Jana niliwaambia pale wadogo zangu kwamba jitahidi sana umjue Yesu, usimwamini tu. Mjue Yesu. Mjue, tumia muda wako wa kutosha mjue Yesu, msome huko kwenye Biblia yako mjue. Msome Isaya amemsema Yesu sana. Isaya 53 ile isome uielewe, umjue Yesu. Kwa sababu usipomjua Yesu, unaweza ukawa unamwamini Yesu kama mwanadamu. Na ukimwamini Yesu kama mwanadamu, kuna vitu hutauona uungu wake. Yesu yuko msalabani. Yaani ameangikwa msalabani kama wale watu wengine wote pale. Wale wezi wawili. Alafu kuna mwezi mmoja pale pembeni alikuwa anamuona Yesu ni mwanadamu tu wa kawaida. Alafu kuna mwingine alipata ufunuo. Naamini labda alipata ufunuo, labda alishai kusikia habari za Yesu. Ni kama alikuwa na imani fulani. Anamwambia Bwana, usinisahau kwenye ufalme. Tayari anajua kwamba Yesu ana ufalme. Anajua hapa tuko msalabani wote, alafu kuna mahali tunaenda, lakini mwenzangu huko anakoenda ni kwake. Anamwambia Bwana usinisahau. Yesu anamwambiaje? Anamwambia leo. Lini? Leo utakuwa na mimi paradiso. Hebu toka hapo nje umwambie tu mtu leo. Unachoweza kumwambia ni kwamba leo utakuwa na mimi nyumbani kwangu. Hapo rau. Lakini paradiso, mtu ambaye anakukaribisha paradiso, maana yake ni kwake. Wewe kumkaribisha mtu nyumbani kwangu mimi, wewe unamkaribishaje kwangu mimi? Lakini Yesu anamwambia leo. Sasa unajua zamani zile wezi kutundikwa msalabani hakikuwa kitu kipya, kilikuwa kinafanyika. Lakini mtu akitundikwa msalabani kwa mujibu wa historia walikuwaga hawafi haraka. Unafikiri kwa nini waliwavunja miguu wale baada ya kuona tetemeko limetokea? Ili damu imwagike nyingi wafe kwa kupoteza damu, sio kwa kutundikwa. Kwa hiyo ungeweza kutundikwa ukakaa hata siku 3. Unaweza kutundikwa msalabani afu ukaja kufa kwa njaa. Kwa walikuwa hawafi haraka. Lakini Yesu kwa sababu ni Mungu alikuwa anajua kabisa wewe hapa kwanza hii siku haishi, utakufa. Kifo kipo. Na leo hii na mimi pia nitaitoa roho yangu afu tutakutana paradiso. Huyo ni mwanadamu kama wewe na mimi. Sasa inabidi umjue Yesu, kwa sababu shida pia ya mafundisho potofu huwa hayaji kama mafundisho potofu. Yanakuja kama mafundisho sahihi, halafu yanawekewa sumu kama 5% hivi. Hivi ukipewa sahani ya wali au ya pilau nzuri, halafu ukapewa na kachumbari ambayo imewekwa kama 3% tu ya sumu ya panya, bado itakuwa sawa, si ndio? Kwa sababu pilau si ndio nyingi na iko sawa. Sumu ni sumu. Sasa ili uweze kujua, uweze kugundua udanganyifu kwenye siku hizi za mwisho, inabidi uwe ni Mkristo anayekua. Kwa mojawapo kati ya dalili za Mkristo mchanga kiroho, bila kujali amekaa kanisani muda gani, ni mtu ambaye ni mwepesi sana kubebwa na mafundisho potofu. Kwa tuna manabii wa uongo wengi, kwa sababu pia tuna Wakristo wa uongo wengi. Na watu wengi waliojaa kwenye mafundisho potofu huko ni watu wanaotokea kwenye makanisa. Watu waliokuwepo kanisani miaka mingi. Lakini kwa sababu wamekuwa hawakui kwenye kumjua Mungu, zikifika nyakati kama hizo wakakutana na mtu anayesema vitu ambavyo ukivisikia vinakuasha masikioni,
Mtu anayekupa hiki, anayekupa vifaa vya kiroho. Unaona hapa tumepata, huku kanisani tulikuwa tunachelewa tu. Tunaomba tu, tunamtaja Yesu tu. Lazima uwe na kitu fulani hivi cha kuiongezea imani yako uzito. Lazima, na kwa sababu inafanana, unajua wengi wetu tumetokea kwenye ibada za mizimu huko, babu zetu walikuwa wanaabudu mizimu. Kwa ukienda kwa mganga unapewa kitu fulani cha kurudi nacho nyumbani, si ndio? Kwa mganga unajua na yenyewe ni imani ile. Kwa ili akusaidie kuboost imani yako kwenye uganga wake, anakupa kitu fulani, anakupa hirizi, anakuambia ulete kuku, anakuambia ulete mbuzi. Ukienda hospitali kwa kina Pregodi watakupiga sindano, watakupa na dawa, utakuja nazo nyumbani, si ndio? Nimeambia kuna muda wanaweza wakawa hawajaona ugonjwa, wakaona shida yako ni ya kisaikolojia, wakakupiga sindano ya maji, lakini wewe unapona kwa sababu unaamini umepigwa dawa. Kwa hiyo tumejengewa mindset kwamba lazima upewe kitu fulani cha kushika, na hao jamaa wanapitia hapo pia. Njoo tutakuombea, lakini tutakupa na kitu fulani cha kula chenye upako. Tutakupa na kitu fulani cha kushika ukakiweke nyumbani kwako. Kwa ni hirizi imekuja kwenye namna nyingine ambayo sasa visaidizi. Sasa usipokuwa ukamjua Mungu, ukajua kwamba ni kwa imani, mambo ni kwa imani. Yaani ukimtaja Yesu ni zaidi ya chochote unachoweza kunyweshwa au kupewa. Usipokuwa ukapata ufunuo huo wa Yesu Kristo. Yaani siku ukikutana na mtu ambaye anajua kudanganya vizuri, atakupata kwa urahisi. Kwa dalili ya kwanza ya Mkristo asiyekuwa ni Mkristo ambaye ni rahisi kuchukuliwa na upepo. Dalili ya pili ya Mkristo asiyekuwa kiroho ni Mkristo ambaye ni mwepesi kuyeyuka kwenye pressure. Yaani wakati wa majaribu ni Mkristo ambaye hawezi kusimama. Unajua kila mtu ni Mkristo mzuri hadi linapokuja hadi zinapokuja changamoto. Yaani nikiwaangalia wote hivi hapa saa hizi mnavyoandika notes, nikawaangalia tulivyokuwa tunapiga praise hapa and worship, mnavyocheza, mnavyotoa, kila mtu hapa ni Mkristo mzuri sana. Lakini unajua hiki sio kipimo. Kipimo natakiwa nije nikuangalia wakati wa majaribu. Umejaribiwa ile, yani kila kitu unachokiamini kuhusu Mungu hakijatokea. Je, utaendelea kubaki umesimama? Sababu Biblia inasema mtakapopita katika nini? Katika mwali wa moto. Mtakapopita katika maji mengi hayatakugharikisha, mwali wa moto hautakuchoma. Mtunga Zaburi anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, si ndio? Kwa kuna nyakati za kupita. Hasa hizo nyakati za kupita ndio watu pia wao wanaiacha imani. Nyakati za kujaribiwa. Kwa Mkristo ambaye huwa hafanyi homework zake, utakuja kumgundua wakati wa mitihani. Kuna mwalimu wetu wakati tuko level alikuwa anatukazania sana twende prepo, sisi tufanye nini asubuhi tuamke tusome, alafu tunamchenga. Alafu wiki moja kabla ya mtihani pale kila mtu anasoma, anapambana. Alafu siku ya mtihani sasa ile yenyewe tumeingia, alikuwa na yeye sasa anakuja darasani. Anaanza kutukumbusha. Wakati pale sasa unasoma maswali hayaendi. Anaanza kutukumbusha, jamani mnakumbuka kipindi kile wakati nawaamsha mwende kusoma? Si mko mnaona mimi na enjoy. Sasa hizi hapa ndio wakati wenu sasa hapa wa kuenjoy na nyie. Wakati wa nini? Wa mtihani. Vitu ambavyo utakiwa uvisome kipindi hicho miezi miwili kabla ya mtihani, ukusoma. Sasa hivi sasa huko hapa huwezi kusoma tena. Mwalimu hawezi kukusaidia tena. Kwa sababu walimu huwa hawaongei wakati wa mitihani. Wanakuacha mwanafunzi utakiwe vitu wewe unavijua. Kwa Mkristo ambaye hakui kiroho, wakati wa majaribu hawezi kusimama. Na maisha yetu hapa duniani kama Wakristo yana nyakati na majira tofauti. Hatujamfuata Yesu kwa sababu huko kwa Yesu ni tambarare. Yesu hajawahi kutuahidi tambarare. Alisema duniani mnayo nini? Dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimefanyaje? Nimeushinda ulimwengu. Yesu hakutuahidi kwamba hakuna mapambano. Yesu alituahidi ushindi. Hivi nikija leo ngakuahidi ushindi, hiyo tu katika hali ya kawaida, hiyo inamaanisha nini?
Na maisha kuna vita inakuja, si ndio? Ushindi ni wa nini sasa kama hakuna mapambano? Kwa hiyo kwa the mere fact kwamba wewe ni muamini, wewe ni Mkristo, tarajia kwamba kutakuwa na nyakati za mapambano, kutakuwa na nyakati za vita. Mungu anataka watoto wake wajifunze vita, wajifunze mapambano. Ndio maana hivyo nafikiri kule Kanaani Mungu alikuwa hana uwezo wa kuwaondoa watu wote. Wana wa Israeli wakifika wakute ni peupe kabisa, waingie watu washakufa na kuzikwa. Lakini hivyo sivyo Mungu anavyofikiria. Mungu anakutaka wewe hapo ujifunze vita, ujifunze kupambana, kwa sababu hiyo ndio ambayo inakujenga wewe kama muamini. Kwa Mkristo ambaye hajajengeka kiimani ni Mkristo ambaye akipitia changamoto tu kanisani hautamuona. Kanisani hautamuona. Kwa hiyo kiwango chetu cha ukuaji kitatusaidia kwa sababu majaribu yanachofanya, majaribu yatakuexpose. Yaani wakati wa nyakati ngumu zitakuonyesha kwamba wewe ni nani. Zitakupa uhalisia kwamba wakati kabla majaribu hayajaja ulikuwaga unafanya nini na Biblia yako. Kama ulikuwa unaisoma, maana yake wakati wa majaribu utapata ufunuo wa kukuvusha. Lakini kama ulikuwa hauisomi, maana yake ndani yako kutakuwa hakuna chochote. Biblia inaongea kuhusu Ayubu. Ayubu alipitia majaribu ambayo mimi siyatamani kabisa. Nikisoma ile sura ya mwisho kule nafurahia jinsi ambavyo mwisho wake ulikuwa mara mbili. Lakini ile safari ya kufikia kule, ile mimi siitamani, wala hata wewe na kuombea usiipitie katika jina la Yesu. Lakini Ayubu baada ya kupigwa kila kona, watoto wote wamekufa, wote. Mali zote zimepotea. Marafiki zake wa karibu wote wamemgeuka. Ayubu anasemaje? Ayubu mwanzoni anasema Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Akipigwa Ayubu anasema nilikuja uchi na nitaondoka uchi. Kwa hiyo vyote ambavyo vilikuwepo, tafsiri yake ni kwamba chochote ambacho kilikuja kimeongezeka kwenye maisha yangu, hicho kilikuja tu. Yaani hivi vitu haviwezi vikanifanya nimsahau Mungu. Anamwambia mke wake, je, na wewe umekuwa kama mmoja wapo wale wanawake wapumbavu? Anamwambia, je, tupate mema tu kutoka kwa Mungu, tusipate na mabaya? Unajua wewe kunukuu mstari ukiwa unakunywa chai asubuhi na mandazi ni rahisi sana. Lakini kusema je, tupate mema kutoka kwa, kwanza kukumbuka kwamba kuna hicho kitu. Yaani ukiwa katikati ya majaribu kama ya Ayubu, lazima uwe ni mtu ambaye ulikuwa umeshapata huo ufahamu. Yaani huo ufahamu, unajua neno la Mungu linachofanya, ukipata ufunuo wa neno, hilo neno linakuwa absorbed kwenye mwili wako, kwenye system yako, kwenye roho yako, kwenye nafsi yako na kwenye mwili wako. Yaani ukipata andiko ukalitafakari likazama, linakuwa sehemu ya wewe. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unatakiwa ubadilishe maandiko yaliyoko kwenye Biblia yawe sehemu ya wewe. Sio yakae kichwani. Yaani yawe hayawezi kutenganishwa na wewe. Yaani hata majaribu yakija hayaji kukufundisha wewe ni nani. Tayari unajua wewe ni nani. Ayubu anasema tunaweza tukapata mema na mabaya kutoka kwa Mungu. Mimi niko sawa na hilo. Naweza nikapata mema, wakati mwingine nikapata mabaya. Kwa hiyo wala hiyo haina shida yote. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anamjua Mungu. Ni mtu ambaye alikuwa ni Mkristo. Kama angekuwa ni Mkristo tungesema ni Mkristo ambaye anamjua Mungu. Lakini mke wake anaonekana alikuwa anadandia lifti tu ya Ayubu. Anaishi kwa maombi yale ya ibada ya jioni. Kuna rafiki yetu tulikuwa tunakaa naye, kwa jioni tunaomba wote pale, tunasoma neno muda mrefu kidogo. Baadaye akatuhama akaenda kupanga mwenyewe. Ameenda sasa Mungu alivyo, akaenda kupanga kwenye nyumba ambayo mama mwenye nyumba ni mshirikina wa hatari. Kwa amelala tu siku ya kwanza, kesho ameamka amenyolewa kwanza. Yaani amekaribishwa kwa kunyolewa. Amekaribishwa kwa kunyolewa kwanza. Hivi hata kama ulikuwaga wewe unasema una vidonda vya tumbo, kila ukiambiwa tufunge masaa 12, ukiamka kesho umelipa kodi ya miezi 6, una hela. Alafu kule kwa wenzako umeondoka vibaya. Alafu kesho asubuhi unaamka umenyolewa. Hivi utakuwa na vidonda vya tumbo bado?
utafunga. Yaani inawezekana hujawahi kufunga siku 3, utafunga kwa mara ya kwanza hiyo siku. Kwa sababu majaribu yana kawaida ya kukuonyesha kwamba wewe ni nani. Kwa mke wa Ayubu alivyopitia majaribu, cha kwanza kilichokuja kwenye akili yake ilikuwa ni kumkufuru Mungu. Anamwambia Ayubu, mkufuru Mungu ufe. Kwa hiyo majaribu yalimuonyesha na yeye kwamba yuko wapi. Mojawapo kati ya sifa za kanisa la siku za mwisho, kanisa letu hili, kwa mujibu wa tafiti, Wakristo tumeendelea kuwa dhaifu. Yaani kanisa hili la siku za mwisho lina Wakristo dhaifu wengi zaidi. Hata imani zingine kama huko Ulaya ambako imani zingine wameenda wananunua makanisa saizi wanafanya nini? Wamegundua kwamba Wakristo wamekuwa dhaifu. Wakristo ukiwapa mbinyo, ukiwapa pressure, wanakuachia kila kitu, wanakimbia. Kwa saizi wanachofanya, wanaenda kwenye sehemu ambayo ni makutano ya barabara, magari yanapita, wanaenda pale wanatandika mikeka yao pale, wanaanza kufanya ibada zao. Kwenye mnafika pale na magari, mnapanga foleni, mnawasubiri hadi wamalize. Naambia sisi tukiwa tunafanya ibada zetu waga bughudhiwi na mtu. Wakristo tumeendelea kuwa dhaifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kinachokufanya uwe hodari ni kumjua Mungu, ni kukua kiroho. Danieli 11:32b, wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na watatenda mambo makuu. Kwa kutenda mambo makuu kunaanza kwanza na kuwa hodari. Kunaanza na kuwa hodari. Lakini kanisa la kwanza, labda nitamaliza na hivi, vingine huku sitavifikia. Hata sitafika kwenye dalili za viashiria vya Mkristo anayekuwa, sitafika. Hivyo vyote utakutana navyo kwenye kitabu. Ngoja nimalizie tu na hii pointi yangu. Ndio kwanza niko pointi ya pili. Afu hii yenyewe hapa nilikuwa nina viashiria kama 5 6 hapo, alafu viashiria vya Mkristo anayekuwa na venyewe vilikuwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kwa niko pointi ya pili, afu hizo pointi mbili nimeziongea karibia lisaa. Tumekesha hapa au hatukeshi nikisema nimalize hivyo? Kwa naomba niishie tu pointi hii. Kanisa la kwanza, wale watu walikuwa ni watu wenye ujasiri. Unajua Wakristo wa kanisa la kwanza, wakati wa Kaisari aliwataka wamuite Bwana, wakakataa. Nafikiri nilipokuja wakati mwingine niliwaambia. Alichokifanya baada ya walivyokataa kumwabudu Kaisari akawa anafuga wanyama wakali, simba, chui, halafu waleta kwenye uwanja wa michezo, halafu Wakristo wale waliokataa kumkana Yesu wanaingizwa uwanjani, wale simba wanaachiwa wakiwa hawajapewa chakula kwa muda mrefu. Lakini unajua kilichotokea ni nini? Wale Wakristo walikuwa wanaenda kuliwa na simba wakiwa wanaimba nyimbo za furaha, wakiwa wana furaha ya ajabu. Matokeo yake ni kwamba kwa sababu ule uwanja ulikuwa umejaa watu wengine Warumi, wale watu ambao hawajaokoka waliokuwa wamekuja kuangalia hiyo show. Kwa kila Mkristo aliyekuwa analiwa na simba, huku kwa mashabiki walikuwa wanasimama watu wanasema, na mimi ninataka hiki kitu ambacho huyu mtu anacho. Mtu ambaye anaweza akaliwa na simba kwa ajili ya Yesu ambaye hamuoni, halafu anafanya hivyo akiwa anacheka, na mimi namtaka huyo Yesu. Historia inasema mama mmoja alikuwa anakatwa shingo, halafu akaona wale wanaomkata kama vile hawapatii mahali sahihi, akawa anaonyesha kabisa, kateni hapa. Mtu aliyejaa roho. Stefano anapigwa mawe. Lakini anamwambia Mungu, yani hii dhambi ni kama wana dhambi nyingine labda hizo, lakini hapa wala usiwahesabie. Wewe achana nao, hii hapa wasamehe. Hawajui wanachokifanya. Huyo ni mtu ambaye alikuwa amejaa nguvu, alikuwa amejaa roho. Ni Mkristo anayekuwa. Mkristo anayekuwa hawezi kuyumbishwa na majaribu. Atakuwa ni mtu imara. Biblia inasema kuhusu Petro na Yohana kwenye Matendo sura ya 4. Petro na Yohana walikamatwa wakiwa wanahubiri baada ya kumnyanyua yule kiwete pale kwenye mlango mzuri. Halafu Biblia inasema kwanza wakawekwa ndani mara ya kwanza. Walivyowekwa ndani wakatoka. Wametoka wakaenda kwa wenzao, wakaenda
wametoka jela, kwa hiyo wakaenda, Biblia inasema Matendo 4:29 hadi 30, basi sasa Bwana yaangalie matisho yao. Hapa wanaomba sasa, wanamwambia Mungu, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyoosha mkono wako kuponya. Mimi katika hali ya kawaida ningetarajia, kwa mfano wewe ungekuwa umekamatwa kwa ajili ya injili ukawekwa ndani, ukitoka hapo ungekuwa unaomba nini saizi? Maombi ya malipizi, si ndio? Bwana wapige wale, njia yao ikawe ni giza na utelezi. Lakini hata hawawataji hao watu, wanaambia Mungu, tupe sisi ujasiri, sio wa kukimbia, tupe ujasiri tuendelee kusema habari zako kwa ujasiri na miujiza. Wanamwambia Mungu, wewe endelea tu kuokoa na kuponya. Kuhusu mateso hiyo tuachie. Lakini kitu cha ajabu, wakakamatwa tena. Safari hii hawakuwekwa ndani peke yake, wakapigwa. Wamepigwa, wametoka kwenye Matendo 5:41. Matendo 5:41, Biblia inasema wakakubali maneno yake, nao walipowaita mitume wakawapiga. Hebu sema wakawapiga. Alafu wakawaamuru. Hawa ni viongozi, yani ni kama umeitwa labda kwa mkuu wa mkoa na RPC yuko hapo. Wakawaamuru wasinene kwa jina lake Yesu. Kisha wakawaacha waende zao, nao wakatoka kwenye ile baraza wakifurahi, kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina la Yesu. Kileo umechapwa fimbo. Mara mwisho umechapwa lini? Ni watu wazima wamechapwa kwa sababu ya injili. Lakini wametoka hapo, cha kwanza wakafurahi. Yaani kwamba tu hata tunaweza tukachapwa kwa ajili ya Yesu ambaye yeye amekufa. Unajua hawa walikuwa wamemwona Yesu akifa kwa ajili yao. Walikuwa wamekaa na Yesu wakamjua kwa miaka 3.5. Kwa hiyo walikuwa ni Wakristo wenye ufahamu wa kimungu. Biblia inasema wakafurahi kwa sababu wamehesabiwa kwamba wamestahili kupata mateso kwa ajili ya jina la Yesu. Hivyo ndivyo ambavyo Mkristo anayekuwa anavyopaswa kuwaza. Nyakati ngumu zinapaswa zikuimarishe zaidi, zikusogeze karibu zaidi na Mungu, na sio zikufanye umwache Yesu. Kwa hiyo nakutia moyo kitu kimoja ambacho ukikumbuke, nimemaliza. Kitu kimoja ambacho natamani ukikumbuke ni kwamba unapaswa kuwekeza kwenye ukuaji wako wa kiroho. Hiyo ndio zawadi ya maana zaidi unaweza ukajipa wewe, ambao utaendelea kukutana nayo uko mbele ya safari. Na ukiwa umekaa hapo ulipo, natamani nikupe tu dakika moja umuombe Mungu. Mwambie Mungu, naomba unisaidie. Naomba unisaidie vizuizi vyote. Wewe unajua vizuizi ambavyo vimekuwa vikikuzuia kukua kiroho. Kuna mwingine ni uvivu, mwingine ni uzembe, mwingine ni kukosa muendelezo. Unaanza Biblia kusoma leo, kesho kutwa, wiki ijayo umeacha. Kwa muombe Mungu akupe hili neno la Mungu ambalo limekuja na nguvu ya Mungu pia ya kukuwezesha. Kwa mwambie Mungu, naomba uniwezeshe niweze kufanya vizuri kwenye ukuaji wangu wa kiroho. Kwa dakika moja hebu zungumza na Bwana.